Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tumpigie Mungu makofi na kwa Dominika hii ya leo. Dominika ya Pasaka, Dominika ya mwambie jirani yako heri ya Pasaka. Hata kama anakudai heri ya Pasaka. Heri ya Pasaka. Ndugu zangu katika Kristo, naomba tuende moja kwa moja katika wazo la Pasaka hii. Kikubwa kabisa ni Kristo mfufuka. Kristo, hilo ndio wazo kubwa, si ndio? Lakini naomba tafakari kidogo wazo fulani hivi kubwa zaidi tena zuri kabisa. Mwambie nako yanawezekana. Yanawezekana. Hili ndio wazo naomba tutembee nalo katika Pasaka hii ya mwaka huu. Yanafanya nini? Mtu akikuuliza mwambie yanawezekana. Naomba niwaambie wazo hili linatoka wapi katika masomo yetu. Somo la kwanza tumesikia linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 10 aya 34 na ile aya 37 hadi ya 43. Tuliyoyasikia ni maneno ya Petro akiwa mjini Kaisaria katika nyumba ya Myunani mmoja au mpagani mmoja aliyekuwa anaitwa Kornelio, ambaye alipata maono ya kuongoka na kuwa Mkristo. Ukitaka uelewe vizuri, kasome katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 10 aya ya 30 hadi 33. Sasa baada ya kupata maono, huyu Kornelio anamuita Petro kutoka Yafa kuja kumweleza maono yake kwamba nimepata maono. Anapomaliza, Petro anashuhudia kuwa ufufuko wa Kristo si kwa ajili ya Wayahudi tu, bali kwa ajili hata ya watu wengine, kwamba ufufuko wa Yesu si kwa ajili ya nani? Ya Wayahudi tu, bali hata kwa ajili ya watu wengine. Sasa kinachoshangaza ni nini hapa? Naomba niwaambie, ni Petro huyu aliyemkana Yesu. Ni Petro huyu aliyesema si mimi. Ni Petro huyu aliyekimbia mbali na Yesu. Sasa hivi anakuwa shahidi wa Yesu. Mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Mambo yanawezekana kugeuka, mambo yanawezekana kubadilika. Ufufuko wa Kristo unashuhudia kwamba mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Naomba tumpigie Mungu makofi kwamba mambo yanawezekana. Somo la pili tulilosikia ni waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai, ile sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4. Ni waraka huu wanasema uliandikwa kati ya mwaka 60 hadi 62. Wengine wanasema hapana, ni mwaka 53 mpaka 57 baada ya Kristo. Lengo la waraka huu ni nini? Ni kuimarisha Wakristo wa Kolosai juu ya imani na kusahisha upotofu wowote ule. Kusahisha imani yao na kuimarisha na kueleza kwamba imani ya kweli iko 1, 2, 3. Kasome waraka vizuri utaweza kuelewa. Lakini katika somo tulilosikia, yeye Paulo anawaambia kwamba viwango vyao vya maisha, hawa Wakristo, viwango vyao vya maisha, kipimo chao cha kuishi kiwe ni nani? Ni Kristo. Kiwe ni Kristo. Kama Kristo amefufuka, wao watafufuka. Kama Kristo ameshinda, wao watafanya nini? Watashinda. Mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Baba jirani yako, yanawezekana. Yanawezekana. Kama yeye alishinda, wewe utafanya nini? Utashinda. Kama yeye aliinuka, wewe utafanya nini? Utainuka. Kama yeye aliweza, wewe utaweza. Mambo yanafanya tumsifu Yesu Kristo. Naomba tumshukuru tena Mungu kwa Pasaka yetu hii. Naomba niwaambie, wanasema hivi katika somo hili, unapojikuta katika kilindi cha mafadhaiko, kilindi cha mawazo, unapojikuta kaburini, jiulize, hapa Mungu angesema nini? Mungu angefanya nini? Je, Mungu angeshindwa au Mungu angeshinda? Ukiona kwamba Mungu angeshinda, Mungu angeinuka, na wewe jiambie, nitainuka kwa sababu ninaye Mungu, ninaye Kristo aliyefufuka, Kristo aliyeshinda. Mwambie jirani yako, yanawezekana. Yanawezekana. Injili tumeisikia hapa, inatoka katika Injili ya Yohane ile sura ya 20 aya ya 1 mpaka ya 9. Ni ushahidi wa tukio zima la ufufuko. Maria Magdalene anaenda kaburini, anakuta jiwe halipo. Yeye hakuamini yanawezekana, kumbe kwa Mungu mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Alikuwa na wasiwasi, kumbe kwa Mungu hakuna haja ya kuwa na nini?
kwa sababu mambo yanafanya nini? Mambo yanawezekana. Yanafanya nini? Anaenda mbio, anamwambia Petro na yule mwanafunzi aliyekuwa anampenda. Anapofika hapo, wanafunzi na wao hawaamini kwamba mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Wanaenda, wanaona, wanaamini mambo yanawezekana. Naomba tumshukuru Mungu ndugu zangu. Mambo yanawezekana. Mambo yanawezekana. Hao wanakuwa mashahidi wa kwanza, mambo yanawezekana. Sasa naomba niwaambie kitu. Tukiwa na hilo wazo mambo yanawezekana leo, kwa sababu ni Pasaka, tafakari mawazo makuu mangapi? Madogo? Matatu. Haraka haraka tu. Mangapi? Mambo yanawezekana. La kwanza, mwambie jirani yako baada ya siku 3. Baada ya siku tatu. Wanasema dunia mpaka leo inashangaa na kumtukuza Mungu. Dunia mpaka leo inashangaa na kumtukuza Mungu. Kwa sababu Fulton Sheen anasema hivi. Mama yake nyingine ndio yangu. Sasa iangalie kwambia. Mpaka leo nimesema wazo dogo baada ya siku mwambie nako baada ya siku 3. Baada ya siku 3. Wanasema mpaka sasa dunia inashangaa na kumtukuza Mungu juu ya tukio hili ambalo limetokea. Askofu Fulton Sheen ambaye mwaka huu atatangazwa kama mwenye heri anasema hivi, naomba ninukuu: katika historia ya ulimwengu ni kaburi moja tu ambalo lilifungwa na jiwe kubwa likawekwa, kisha walinzi wenye silaha za moto wakawekwa kulilinda. Ni kaburi moja tu, lakini mpaka leo makaburi mengine yameandikwa amelala hapa. Sawa, makaburi mengine unajua kabisa, naenda kutembea nasema ndugu yangu amelala, lakini ni kaburi moja tu ambalo limeandikwa sasa hivi hayupo hapa, amefufuka. Mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Naomba tumshukuru Mungu katika hili. Ni kaburi moja ambalo baada ya siku 3 liliandikwa hayuko hapa, amefufuka. Naomba nataka niwaambie kitu. Walimuita muongo, walisema hafufuki, walimuita mfitini, ila walipokumbuka alijifananisha na Yona. Kasoma Injili ya Luka ile sura ya 11 aya ya 30, Injili ya Mathayo sura ya 12 aya ya 40. Walitetemeka walipokumbuka hilo. Baada ya siku 3 walipokumbuka walifanya nini? Walitetemeka. Walisema ni muongo, mfitini, lakini walikumbuka. Baada ya siku 3 Ibrahimu alimkumbatia tena Isaka aliyepaswa kumtoa sadaka. Walipokumbuka waliogopa. Baada ya siku ngapi? 3. Kasome kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22 aya ya 4. Walikumbuka baada ya siku. Misri ilikuwa giza siku ngapi? Walipokumbuka kwamba Misri ilikuwa giza siku 3 waliingiwa na hofu. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 10 aya ya 22 mpaka 23. Baada ya siku ngapi? 3. Walipokumbuka baada ya siku 3 Mungu alishukia watu katika wingu la utukufu, waliogopa. Kasome kitabu cha Kutoka ile sura ya 19 aya ya 11 hadi ya 12. Baada ya siku ngapi? 3. Mama je nako baada ya siku 3. Ni kweli si kweli yalitokea? Ni kweli si kweli yalitokea? Baada ya siku ngapi? Aliyeinamisha kichwa alinyanyua kichwa. Yule mikono iliyofungwa ilianza kubariki. Miguu iliyofungwa ilianza kutembea. Moyo uliotobolewa ulianza kupiga kazi. Ukimya uliongea. Mfu alisimama, kaburi lilifunguliwa lilofungwa. Baada ya siku ngapi? 3. Baada ya siku, mwambie jirani yako baada ya siku 3. Ndugu zangu, Mungu anafanya makuu. Baada ya siku ngapi? Baada ya siku ngapi? Naomba niwaambie, elewa hii. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa Mungu hakuna lisilofanya nini? Mwanadamu, nilisema jana, maji yakimwagika kwa mwanadamu, kwa Mungu yanafanya nini? Yanazoleka. Kwa mwanadamu maji yakimwagika hayazoleki, kwa Mungu maji yakimwagika yanazoleka. Kwa mwanadamu la kuvunda halina ubani, kwa Mungu la kuvunda lina nini? Kwa mwanadamu kuna nukta, kwa Mungu kuna mkoma, sentensi inaendelea. Kwa mwanadamu kaburi limefungwa, kwa Mungu kaburi li wazi, uzima unaendelea. Baada ya siku ngapi? Ameje yako baada ya siku 3.
Baada ya siku 3. Hivyo usiwe na mashaka, usiwe na hofu, usiwe na mashaka, usiwe na wasiwasi, usihangaike huku na huku. Amini, baada ya siku ngapi? Mungu anafanya maajabu. Mungu anafanya yasiyowezekana. Pasaka hii tukumbushe hilo. Pasaka hii igonge ndani ya mioyo yetu, tukumbushe baada ya siku, usisahau mambo yanabadilika. Baada ya siku. La kwanza. La pili, naomba mwambie jirani yako, onana na mashahidi. Onana na mashahidi. Onana na mashahidi. Onana na mashahidi. Tumesikia mashahidi walioenda kaburini, si ndio? Mmesikia mashahidi hawa wanaenda, wanashuhudia na wanaona, wanaamini, si ndio? Tumesikia Maria Magdalene baadaye aliamini. Tumesikia Petro baadaye alifanya nini? Aliamini. Tumesikia mwanafunzi aliyempenda alifanya nini? Aliamini. Onana na mashahidi. Ukitaka, naomba niwaambie, ukitaka uone baraka za Mwenyezi Mungu, uamini kile Mungu anachoweza kufanya, onana na mashahidi. Naomba niwape mfano ili muweze kuelewa. Ukisoma Injili ya Luka ile sura ya 1 aya ya 26 mpaka ya 56, kuna story fulani nzuri. Kuna kitu hapa Bikira Maria anapoelezwa juu ya kumzaa mtoto Yesu. Anauliza swali la msingi, litawezekanaje hilo? Litawezekanaje hilo? Katika mazungumzo hayo, malaika anamwambia, jamaa yako Elizabeth ana mimba yule aliyeitwa tasa. Ukienda vizuri ile aya ya 39, Mariamu anaenda kumuona Elizabeth ili aweze kushuhudia. Je, malaika alichoniambia ni kweli? Mungu alichosema ni kweli? Elizabeth ni shahidi kwamba mambo ya Mungu, au kwa Mungu mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Mungu akiongea na wewe, ongea na mashahidi. Nataka niwaambie, Mungu anaponena na wewe juu ya kutoka Misri, juu ya kutoka kaburini, juu ya Ijumaa Kuu, kufanya yasiyowezekana, onana na mashahidi. Onana na mashahidi. Kuna watu wameshuhudia ufufuko katika maisha. Kuna watu wameshuhudia makuu ya Mungu katika maisha. Amini usiamini, naomba uelewe, katika dunia leo kuna watu wanafanikiwa ndoto zao. Kuna watu wanabarikiwa. Kuna watu wanapata kazi. Kuna watu ndoa zinafungwa. Kuna watu biashara zinaanzishwa na zinaenda vizuri kabisa. Kuna watu wanajenga. Kuna watu wananunua viwanja. Kila siku watu wanapiga hatua kutoka Ijumaa Kuu kuelekea Pasaka. Onana nao. Onana nao. Onana. Mwambie nako, onana na mashahidi. Onana na mashahidi. Au ni kina Elizabeth, au ni kina Petro, au ni kina wale wanafunzi ambaye Yesu alimpenda, au ni mashahidi kwamba tunayosali kila siku, tunayoomba kila siku yanawezekana. Tatizo linakuwa nini? Tatizo, Mungu anapoongea na wewe, anaponena na wewe kufanya yasiyowezekana, unaenda kuongea na watu walioshindwa. Usiende kuongea na yule ambaye atakwambia hii mimba itatoka. Usiende kuongea naye. Usiende kuongea na yule ambaye atakwambia hii biashara utashindwa. Achana naye. Usiende kuongea na yule ambaye atakwambia hii ndoa haitafika hata miaka 25. Acha kuongea naye. Acha kuongea na yule ambaye anasema uwezi. Onana na mashahidi. Watakushuhudia kwamba kwa Mungu yote yanafanya nini? Yanawezekana. Pasaka hii ikukumbushe, onana na mashahidi. Tunasoma katika kituo cha 15 cha njia msalaba, kimeandikwa Yesu amefufuka. Mnakumbuka? Tunasoma hivi, habari njema aliyotuletea Yesu ni kwamba baada ya kila Ijumaa Kuu huja sikukuu ya Pasaka, kwamba punje ya ngano isipoanguka ikafa, ukaa hali hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Tunaendelea hapa, sikiliza ninachokusema. Twakushukuru we Yesu kwa mateso yako, lakini twakushukuru hasa kwa ufufuko wako. Kwa kuwa huo ndio unaotupa hakika ya kuwa hatukuzaliwa kwa ajili ya mateso na maumivu, bali kwa ajili ya heri ya milele. Unanielewa? Onana na hatukuzaliwa kwa ajili ya kushindwa. Hatukuwa Wakristo kwa ajili ya kuanguka. Hatukubatizwa kwa ajili ya kuwa chini, bali tulibatizwa, tulikuwa Wakristo kwa ajili ya kuwa juu. Onana na mashahidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, onana na mashahidi. Kwa sababu baada ya siku ngapi? 3. Na onana na
mashahidi. Naomba nimalizie la tatu na la mwisho. Mwambie jirani yako it's your time. Ongea kwa Kiingereza kidogo hapo. Nimeshinda kupeleka kwa Kiswahili. It's your time. It's your time. Ni wakati wako. Ni wakati wako. Sawa, ni wakati. Pasaka hii ni wakati. Mwaka huu ni wakati. It's your time. Pasaka hii ni wakati wako wa kutoka Misri. It's your time kutoka wapi? Misri. Pasaka ni wakati wako wa kutoka gizani. Pasaka hii. Pasaka hii ni wakati wako wa kutoka kaburini. Pasaka hii ni wakati wa kufuta machozi. Pasaka hii ni wakati wa kuinuka. Kristo aliinuka, usisubiri na wewe inuka. Ndio wakati wako. It's your time. Amejaa, it's your time. Pasaka hii it's your time. Yawezekana unasubiri mtu fulani afanye uamuzi. It's your time. Sawa? Yawezekana unasubiri mtu fulani atambue uwezo wako, achana naye. It's your time. Yawezekana unasubiri mtu fulani akupe ajira, fursa au mtaji. No, it's your time. Yawezekana unasubiri hali ikae itulie ndio uanze kufanya kitu. It's your time. Usisubiri. It's your time. Elewa, mawazo na misongo ya maisha haisubiri. It's your time. Umaskini hausubiri. Woga hausubiri. Umri hausubiri. Stress havisubiri. Kama wenyewe havisubiri, na wewe usisubiri. It's your time. It's your time. Sawa. Wape jirani tena, it's your time. Lazima kuinuka. It's your time. Naomba niwaambie kitu fulani hapa cha maana. Kama unasubiri upate degree ndio uanze kuishi vizuri, utashangaa. Sawa? Kama unasubiri uvishwe pete, uolewe, utolewe mahali, ufunge ndoa ndio uwe na hakika kwamba unapendwa, utashangaa. Sawa? Kama unasubiri uwe na amani moyoni ndio uwe na furaha, tabasamu, utafanya nini? Utashangaa. Kama unasubiri kila kitu kikae sawa ndio timize ndoto zako, utashangaa. It's your time. Hata kama mambo hayako sawa, it's your. Mwambie jirani tena, it's your time. Wakati ndio huu wa kutoka Ijumaa Kuu. Wakati ndio huu wa kutoka kaburini. Huu ndio wakati wa kufanya mabadiliko makubwa katika maisha yako, kusimama kwa miguu yako mwenyewe kwa ujasiri. It's your. Ni wakati wa kunyanyuka na kujijenga upya. It's your time. Ni wakati wa kutengeneza upya uhusiano wako na familia yako. Ni wakati huu. Sawa? Ni wakati wako. It's your time. Ni wakati wa kufundisha na kuwekeza kwa watoto wako kwa ajili ya hali yao ya maisha yao ya baadaye. Sasa hivi. It's your nini? Ni wakati wa kujiangalia upya hata matumizi yako ya pesa sasa hivi. Na nielewa, it's your nini? It's your time. Ni wakati wa kuweka akiba na kuacha kwa mtu wa mikopo hapana. Kuteseka. It's your. Ni wakati wa kuangalia upya ndoto zako na kuweka Mungu mbele ili zitimie. It's your nini? Ni wakati wa kujihurumia na kuacha kujiumiza. It's your time. Pasaka hii it's your nini? Jiulize tena na tena. Utalalamika mpaka lini? Utalia mpaka lini? Juu ya wale waliokuumiza, juu ya wale waliokusababishia machozi, juu ya kwa nini alinifanyia hivi au vile, juu ya yule ambaye hakujali, juu ya yule ambaye hata ukimpigia simu hapokei kwa sababu anajua kwa nini unampigia simu. Kwa nini utalia mpaka lini? Utalia mpaka lini? Jiulize, it's your time. Utalia mpaka lini? Juu ya yule aliyesababisha upoteze kazi, upoteze biashara, juu ya yule ambaye hakupigii simu, juu ya yule ambaye hakupendi, ile unalazimisha tu. It's your time. Simama. Hii sio kwa ajili ya watu wengine. Hii ni kwa ajili yako. It's your time. Wekeza katika furaha yako. Wekeza katika amani yako. Wekeza katika tabasamu lako. It's your time. Usinipe stress tena. Inuka toka kaburini. It's your time. Like ungejua katika ulimwengu huu ni watu wachache sana ambao wanathamini machozi yako. Ni watu wachache sana. Ni watu wachache sana wanaojali maumivu yako. Ni watu wachache. Wengi hawajali. They don't care. Sawa? Kwa hiyo wewe mwenyewe jijali peke yako. It's your time. Yaani ufungo tukumbushe hilo. Watu hawajali. Watu wafanya nini? Watu hawajali. Ukitaka watu wakujali, utashangaa. It's your time. Jijali mwenyewe. Wekeza kwako mwenyewe. Mwambie nako it's your time. It's your time. Simama, Pasaka hii ni yako. Usisubiri mwaka mwingine. Usubiri mwezi mwingine. Usubiri wiki nyingine. Usubiri siku nyingine. Usubiri dakika nyingine. Usubiri sekunde nyingine. Huu ni wakati wako. Hii ni Pasaka yako. Toka wapi?
kaburini. Weka leso kando, weka vitambaa kando, hacha mambo yako ya nyuma yawe historia tu. Mungu awabariki sana.